Okay, hello guys. Jina langu naitwa Emmanuel Hinki na usishangae mimi hapa kuwa ndo ulikuwa unaniona kwenye GV Production. Sasa hivi unaniona kwenye channel hii mpya ya How Easy. Tunaita How Easy kwa sababu inatusaidia kujifunza masomo mbalimbali ambayo ni pengine ni ya science kwa sasa tutakaanza nayo, lakini kwa baadaye tutakuja tutajifunza hadi masomo ya arts. Na tutaanza katika ngazi ya A level, baadaye tutakuja katika ngazi ya O level. Ni hayo tu machache, na ningependa nikuambie kwamba usubscribe kwenye hii channel ili kupata video zetu kila wakati zitakapotoka, na usishangae sana kutuona kwamba sisi GV Production ndio tuko huku kwenye How Easy, kwa sababu GV Production ni partner wa hii video na ni wenyewe ndio wametuwezesha kufika mahali hapa, na niko na ndugu zangu wale ambao wako kwenye GV Production. Usishangae leo tuko hapa nje na kuna kelele mbalimbali ambazo zinapita, lakini tunaandaa kitu kizuri kwa ajili yako ili upate video yenye quality nzuri, na GV Production wako kwa ajili yako. Nenda ka subscribe kwenye GV Production ili kupata video nzuri, lakini hapa siko kwa ajili ya kuelezea mambo ya GV Production, niko kwa ajili ya kuelezea mambo ya How Easy. How Easy ni channel ya YouTube, pia tuna blog yetu ambayo tumeweka masomo mbalimbali na vitabu mbalimbali na tutorial mbalimbali jinsi ya wewe unavyoweza kufanikiwa katika masomo yako. Okay, nimeongea mengi, lakini kwa sasa niwakaribishe ndugu zangu wawili ambao tumekuwa tukionekana kila wakati kwenye GV Production. Ndugu yangu Albert, sogea mbele, alafu pia nina dada yetu ambaye ameonyesha mchango mkubwa kwenye GV Production. Nimkaribishe. Karibu kaka. Asante. Sasa ni wachini hapo ambao labda mnaweza kuongea machache kwenye GV Production na GV Production ni nini, lakini msieleze GV Production kwa sasa, elezeni How Easy. Na How Easy ni nini? Msijali mapendekezo ambayo yanapita huko akijazoea, lakini ndio hivyo sasa tutafanya kwa sababu video zetu zimepata na lakini kwa sasa tuko hapa kwetu yani inamaanisha How Easy Blog channel ya YouTube. Get ready to learn, na ni hawa tu machache nakaribisha ndugu zangu hao hapa na niseme asante na watia karibu. Habari zenu, kwa majina mimi naitwa Neema Nathaniel Hingi, kwa kifupi unaweza kaniita Neema. Niko katika kampuni ya GV Production, lakini sasa hivi tuna introduce blog yetu mpya inaitwa How Easy. How Easy, ambapo blog itahusika sana na mambo ya masomo na kujifunza kuhusu masomo na vitu mbalimbali sana vya masomo. Ila sisi kwa sasa hivi tutaanza na A level, tukimaliza tutaenda na A level sana sasa hivi tutaanza na masomo ya science, na tukitoka tutaenda kusoma O level, alafu tukitoka O level tutaanza pia na masomo ya arts. Ila kwa sasa hivi ningependa kusema kuhusu A level. A level ni point ambayo unaiendea baada ya kutoka O level, baada ya kumaliza form 4 unaenda A level. Na ukifika A level, najua wengi wetu tunapenda kusoma science, na kama mimi niko form 5 science PCB. Kwa hiyo ndo maana nikapenda na nyinyi muweze kushiriki na kujua utamu ulioko katika science. Kwa hiyo tutaongelea sana kuhusu science, na nitapenda kuintroduce kwenu au kutambulisha kwenu combinations zinazopatikana kwenye science ya A level. Na science ya A level ina combination nyingi, ambapo tutaenda kuelezea baadhi tu ya combination. Nitazitaja combinations zinazopatikana, na pia hizo combination unaweza pia ukiingia ukaweza kusoma. Kuna combination ya PCB, kuna combination ya CBG, kuna combination ya PCM, kuna combination ya PGM, na pia kuna combination ya CBN, ambao ziko topic combination nyingi. Ila nitapenda kuambia katika hizo combination kunapatikana masomo ya aina gani, na kwamba ukiingia kwenye combination unaenda kukutana na kitu gani. Kuna wengi wetu ambao ndo wanatarajia kuingia form 5 kwa mwaka huu wa mwezi wa 2017, mwezi wa 7, wanatarajia kuingia katika kidato cha 5, na wengine watapendelea kusomea mambo ya science. Si vibaya, nafurahi kuona kwamba na mimi nitapata wana science wenzangu. Kwa hiyo kwenye hizo combination nilizozitaja nitawatajia masomo ambayo yanapatikana kwenye hizo combination. Nitaanza na PCB.
PCB kuna physics, kuna chemistry na kuna biology. Lakini unapoingia kwenye PCB masomo jumla yatakuwa ni 11. Utakao huko masomo yanakuwa ni 5 ila yanakuwa yamegawanyika, jumla itakuwa unafanyia mtihani 11, mitihani 11. Kwa kumaanisha physics kuna physics 1, kuna physics 2 na kuna physics 3. Physics 1 ina topic zake, physics 2 ina topic zake, na physics 3 ni ina contain practicals. Alafu kuna chemistry ambayo ndio imesimama kama C. Chemistry nayo itakuwa imegawanyika mara 3. Chemistry utakuta kuna chemistry 1, kuna chemistry 2 na chemistry 3. Chemistry 1 ina topic zake, chemistry 2 ina topic zake ambazo tutazifanyia mtihani, na pia chemistry 3 na contain practicals. Biology utakuta ziko 3. Biology 1, biology 2 na biology 3. Biology 1 ina topic zake, biology 2 ina topic zake, biology 3 ina contain practicals. Alafu utasoma kitu kinaitwa Basic Applied Mathematics, yenye iko moja, kwa hiyo utaisoma. Kwa wale ambao walikuwa wanajaribu kuikimbia mathematics kwenye PCB au science, lazima ukutane na mathematics. Kwa hiyo utasoma Basic Applied Mathematics. Pia kuna somo linaloitwa General Studies, liko kama civics kwa wale waliotoka O level, kwa hiyo liko kama civics, na lazima kwa watu wote lazima wasome GS. Kwa hiyo GS ina contain mambo kama ya civics, inataka kufanana na ile ya O level, na sio ngumu GS, ni kama tu civics ya O level. Kwa hiyo ukae ukijua kwamba kuna somo la lazima ambalo ni GS la kama mambo ya civics, la contain yale mambo ya civics, siasa na mambo kama hayo. Kwa hiyo taenda kombe nyingine ya PCM. PCM jumla utafanya mitihani 9. Kwa mtu anayesoma PCM ninachomaanisha ni kwamba utafanya physics kama nilivyoelezea kwa mara 3, utafanya chemistry kwa mara 3, na pia utafanya pure mathematics. Kwa PCB tumeona wamefanya basic applied mathematics, lakini kwa PCM watafanya pure mathematics. Na pure mathematics imecontain mambo mengi. Basic applied mathematics ina mambo mengine ni kama ya O level, lakini inakuwa imeongezea na mambo ya advance kidogo. Lakini pure unasoma mambo ya kipure, mambo ya advance, mambo yaliyoko juu kidogo ya basic applied mathematics. Na pure iko mara 2, kuna pure 1 na pure 2. Kwa basic applied pure mathematics utafanya mitihani 2, physics 3, chemistry 3, jumla itakuwa kama mitihani 9. Kwa combination ya PGM wana physics, wana chemistry, wana physics, wana geography, wana mathematics. Kwa PGM atasoma physics mitihani 3, atasoma geography ana mitihani 2, atasoma PGM atasoma mathematics ambao na yeye atasoma pure mathematics. Atasoma pure mathematics kama mtu wa PCM. Alafu tutaenda kwenye combination nyingine inaitwa CBG. CBG atasoma chemistry, atasoma biology, atasoma na geography. Lakini kumbukeni kwenye hizo combination zote lazima usome GS. Kwa hiyo GS lazima iwepo pale. Ila mtu wa PGM na PCM hatasoma basic applied, atasoma pure mathematics. Kwa mtu wa CBG atasoma chemistry 1, chemistry 2 na chemistry 3. Atasoma biology 1, biology 2 na biology 3. Atasoma geography 1 na geography 2. Na pia atafanya basic applied mathematics. Kwa mtu wa CBG atafanya basic applied mathematics na pia atasoma CBG. Kwa mtu wa atasoma na GS. Kwa mtu wa CBG ajiandae kusoma pia mathematics. Alafu kuna CBN. Mtu atakayesomea CBN atasoma chemistry, atasoma biology, atasoma nutrition. Kwa hiyo kwa CBN chemistry utafanya mitihani 3, biology 3 na nutrition ni 3. Kwamba kuna nutrition 1, nutrition 2 na 3 itakuwa ni ya practical. Lakini kwenye CBN pia lazima usome GS na basic applied mathematics. Kwa hivyo lazima viwe. Kwa hiyo hizo ni kwa ufupi kuhusu combination ambazo zinapatikana kwenye A level science. Kwa hiyo mimi ninasoma PCB na nilipenda kuichagua PCB kwa sababu naipenda na nina malengo yangu, na kila mtu atasoma combination ile anayoipenda kwa sababu ana malengo yake. Kwa hiyo you are welcome in A level. Now you can choose any combination you want from those I have said.
kwamba kuna topic combination hizo nilizosema zote, kati ya hizo unaweza ukachagua unayopenda ukaenda kusomea kutokana na malengo yako. Utakuja ndugu yangu mmoja hapa atawaelezea topic zilizoko ndani ya combination, japo hataelezea zote, tutaendelea kuwaelezea kadri tutakapokuwa tukiendelea kuwafundisha. Na kuhusu hii blog ya How Easy, tutakuwa pia tunashughulika na mambo ya kuwafundisha topic fulani, labda tunawafundisha growth, tutawafundisha topic yote bure kabisa. Kazi yako ni kusubscribe na kuingia kwenye channel yetu na kuangalia. Kwa sisi tutakuwa tukiwafundisha kila kitu pale. Hamna haja ya kwenda tuition, hamna haja ya vitu vingine. Unaweza ukaenda tu kama niongeza, lakini sisi tutakuwa tukiwafundisha topic zote. Kwa hiyo welcome. Kwa hiyo nitamkaribisha ndugu yangu hapa, ataongelea kuhusu masuala ya topic zilizoko ndani ya hizo combination na jinsi ya kuzikabili hizo topic na jinsi ya topic zikoje atawaelezea. Na pia kutakuja ndugu yangu mwingine ambaye ataelezea kuhusu ukisoma A-level science au kasoma combination fulani utakuwa na employment ipi au ajira ipi ambayo utaweza kuipata, au ukifika chuoni unaweza kusomea kitu gani. Karibu. Asante sana. Basi kwa majina naitwa Albert Philos, kama jinsi dadangu hapa alivyoelezea. Niko katika How Is blog ambayo inashughulika na kukufunzeni wewe ambaye ni mfuatiliaji au wewe ambaye ni mwanafunzi unayejaribu kutaka kujua ni namna gani unavyoweza wewe kufaulu au kufikia malengo yako, kwa namna gani, jinsi gani ufanye. Sisi tunashughulika na hiyo kazi. Basi mimi nitaelezea kidogo kuhusiana na combination ambayo mimi nimeisoma na nikahitimu katika hiyo. Combination yenyewe ni combination ya PCM. Kama dada yangu alivyotangulia amesema kwamba combination ya PCM ina masomo matatu tu. Somo la kwanza ni somo la physics, somo la pili ni somo la chemistry, na somo la tatu ni somo la mathematics. Katika somo la physics tumeambiwa kwamba tunafanya mitihani mitatu, ambayo hiyo mitihani mitatu ni mtihani wa physics 1, mtihani wa physics 2 na mtihani wa physics 3. Kitu ambacho mimi nimepewa kuongelea, nitaongelea tu mambo yanayokutwa katika mtihani wa physics. Sitaeleza katika mtihani wa physics 1 kuna topic zipi na mtihani wa physics 2 kuna topic zipi. Nitajaribu kukuelezea kulingana na kile ambacho mimi nilipangilia au katika malengo yangu nilichojipangia kwenye physics, nijue vitu gani ili hivyo viweze kunisaidia kujibu mtihani wangu wa mwisho. Nikianza na topiki ambazo zilizo katika physics, tuna topiki takribani karibia ni nyingi kidogo, lakini ukizifuatilia kwa sana wewe unaweza ukaona ni za kawaida kabisa na unaweza ukazisoma na ukafaulu kwa sababu umezifuatilia kwa sana. Kwa form 5 kuna topics kadhaa ambazo nahisi ni kama 4. Topic ya kwanza inaitwa mechanics, ambayo ndo moja ya topics ambazo ni ndefu sana katika somo hili la physics. Kuna topic ya pili ambayo hii topic ya pili inaitwa wave. Hiyo ni topic ya pili. Topic ya tatu inaitwa electrostatic. Topic ya tatu inaitwa electrostatic, lakini pia tuna topic ya 4 ambayo inaitwa heat. Ni muhimu sana kuzifahamu hizi topic zote kwa sababu hizi topic ni muhimu katika kujibia mitihani. Miongoni mwa hizo topic ambazo nimezitaja, mechanics 1 kwa sababu nimesemea mechanics katika overall, lakini katika mechanics pia mechanics imegawanyika katika sehemu kuu mbili. Kuna mechanics 1 lakini pia kuna mechanics 2. Mechanics 1 ndio ambayo unaweza ukaikuta katika physics 1. Na tunaposema mechanics 1 kuna vitu kama vifuatavyo, nitakutajia hapa. Kitu cha kwanza au subtopic ya kwanza iliyomo katika topic ya mechanics inaitwa errors and dimension. Subtopic ya pili inaitwa Newton's law of motion. Subtopic ya tatu inaitwa projectile motion. Subtopic ya 4 inaitwa circular motion, lakini pia subtopic ya 5 inaitwa simple harmonic. Subtopic ya 6 inaitwa rotational motion na subtopic ya 7 inaitwa gravitation. Hizo ni miongoni mwa subtopics ambazo unatakiwa uzijue katika mechanics 1 ambazo zitakusaidia kufanikiwa vizuri katika kujipatia maksi nzuri sana katika mtihani wa physics 1.
Basi hiyo ilikuwa ni upande wa mechanics 1 ambayo ndio itakusaidia uweze kujibu mtihani wa physics 1 vizuri. Lakini sambamba na hizo subtopics ambazo zilizopo katika mechanics, tuna topic nyingine ambayo nimeisema ni ya heat. Miongoni mwa topics ambazo zimo katika physics 1 ni heat. Heat ni topic ambayo unatakiwa uisome, uijue, kwa sababu ni miongoni mwa maswali yatakayojitokeza katika physics 1. Sambamba na hiyo topic kuna topic nyingine nyingi ambazo hizo utazisoma ukiwa huko form 6, kwa sababu hizo nilizozitaja zipo katika form 5. Form 5 utasoma mechanics 1 katika physics 1 ili uweze kujibu. Form 5 hiyo utasoma hiyo heat ambayo nimekuambia, lakini electrostatic pamoja na wave hizo utazikuta katika mtihani wa physics 2. Basi kwa topics ambazo utazisoma form 6 na zipo katika mtihani wa physics 1 ni hizi zifuatazo. Mojawapo ya hizo topic, ya kwanza ni current electricity. Current itakusaidia sana kujibu mtihani wako wa A level ukiwa uko unamaliza kidato cha 6, mtihani wako wa physics 1, current electricity. Lakini sambamba na hiyo kuna AC theory. AC theory zamani ilikuwa ni topic mojawapo ambayo kabisa inahusika na masuala haya ya umeme kama jinsi ilivyo current, lakini ni kipengele ambacho kinajitegemea kabisa. Kwa hiyo utakuta kuna swali moja la current electricity, lakini pia kutakuwa kuna swali la pili ambalo ni la AC theory. Basi kwa miongoni mwa topics zingine unazotakiwa uzisome kwenye physics 1 uzijue vizuri ni electronics. Ukishajua electronics itakupa upenyo mkubwa sana wa kuweza kujibu mtihani wa physics 1, kwa sababu ina maswali matatu katika mtihani wa physics 1. Ina maswali matatu ambapo utapaswa kuyachagua yote matatu kama umeisoma electronics yote, lakini pia kama hujaisoma yote unaweza ukajibu maswali mawili na ukajibu na swali jingine ambalo ni la topic nyingine sasa utakayokuwa umeisoma form 6 inayoitwa environmental, na ambayo wengi sana huwa hawaisomi mara kwa mara. Ni topic ambayo iko katika maelezo, kwa hiyo huwa wanaisoma mara chache sana. Hiyo ni physics 1. Basi tukija kwa upande wa physics 2. Kwa physics 2 tuna topics kadhaa pia ambazo inatakiwa uweze kuzitambua. Mwanzoni nimekueleza nikasema kwamba form 5 utasoma topics kadhaa ambazo miongoni mwa topics nilizokutajia kuna wave 1, kuna wave, lakini pia kuna electrostatic. Wave ni topic ambayo inatoka katika mtihani wa physics 2, lakini pia electrostatic ni topic ambayo inatoka katika mtihani wa physics 2. Kwa hiyo ni muhimu kuijua wave vizuri sana, maana wave ipo katika sehemu mbili, kuna wave 1 na wave 2, na zote zinatoka katika mtihani wa physics 2, wave 1 na wave 2. Lakini pia nimekuambia unatakiwa uijue electrostatic vizuri kabisa, ndipo utapata uwezo mzuri wa kuweza kuchagua maswali yako mazuri katika mtihani wa physics 2, lakini pia kuweza kufaulu zaidi. Basi sambamba na hilo, ningependa nikujulishe kuwa mtihani wa physics 2 una topics nyingine kadhaa, ambapo miongoni mwa topics hizo nimesema mwanzoni utasoma mechanics. Basi naendelea kuelezea kuhusiana na mechanics 2. Mechanics 2 ndio ambayo nimekuambia unaweza ukaifanyia mtihani pia katika physics 2. Nayo ina vitu vifuatavyo. Cha kwanza ina surface tension, cha pili ina elasticity, na cha tatu ina fluid dynamics. Kuna topic zingine kadhaa ambazo katika topic hizo unazotakiwa kuzifahamu kwenye physics 2 ni modern. Modern ni lazima kuijua. Pia kuna electromagnetism, nimekuelezea kuna electrostatic, lakini pia wave ni lazima kuifahamu. Hizo ndizo zitakuwezesha kujibu mtihani wa physics 2 vizuri, na automatically utajibu mtihani wa physics 1 na physics 2 vizuri kwa ujumla mtihani huo wa physics. Basi katika chemistry pia tuna topic kama 4 unazotakiwa kuzifahamu. Topic ya kwanza ni general chemistry, kuna mambo inayo humo ndani,
lakini pia kuna topic inaitwa physical chemistry, kuna mambo mengi pia inayo humo ndani. Kuna topic inaitwa inorganic, kuna mambo mengi pia. Kuna topic pia inaitwa organic chemistry, na ni topic ya muhimu sana ya kuijua. Basi katika chemistry tumeambiwa kuna chemia 1 au chemistry 1 na chemistry 2, lakini pia tuna chemistry 3 inayojihusisha na practical. Basi kwenye chemia 1 na chemia 2 ukizijua hizo topic 4 vizuri, una uwezo wa kuifaulu chemistry 1 na chemistry 2 na hata chemistry 3 vizuri kabisa bila matatizo yoyote. Na ukitaka kujua kwamba kwenye hizo topic nimezozitaja vitu gani vinakutwa humo ndani, basi katika blogi hii yetu, blog ya How Is, tembelea pale na utazikuta zimeorodheshwa. Nihamie katika somo jingine ambalo ni somo la Advanced Mathematics. Tuna Advanced Mathematics 1 na Advanced Mathematics 2. Hakuna practical kabisa katika somo la Advanced Mathematics. Basi nitaeleza au nitataja topiki ambazo utazikuta katika Mathematics 1 au Advanced Mathematics 1. Topic ya kwanza unayotakiwa kujua ni calculating device. Ya pili unayopaswa kujua inaitwa hyperbolic function. Ya tatu linear programming. Ya 4 statistics. Ya 5 function. Ya 6 set. Ya 7 numerical method. Ya 8 coordinate geometry 1. Ya 9 integration, na ya 10 na ya mwisho ni differentiation. Hiyo ni Advanced Mathematics 1. Advanced Mathematics 2 unapaswa ujue topics kadhaa ambazo nitazitaja. Ya kwanza unapaswa ujue complex numbers, na ya pili unapaswa ujue logic. Ya tatu unapaswa ujue vectors. Ya 4 algebra. Ya 5 unayopaswa kuijua ni trigonometric function. Ya 6 unayopaswa kuijua ni probability. Ya 7 ni differential equation. Ya 8 na ya mwisho ni coordinate geometry 2. Hizo ni topics ambazo zitakusaidia kujibu mtihani wako wa Advanced Mathematics 2 vizuri. Basi sina la ziada kueleza kwa sababu nimeelezea masomo yote hayo matatu katika PCM, Physics, Chemistry na Mathematics. Nikushukuru wewe mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wa How Is blog. Endelea kuwa pamoja nasi, endelea kufuatilia video mbalimbali zitakazokuwa tukizitoa na namna ambavyo tutakavyokuwa tukikuwezesha wewe kuendelea kujifunza masomo yako na kukusaidia kufikia malengo yako kama jinsi ambavyo sisi tumefika huko. Asante sana. Tunashukuru kwa kutusikiliza na namshukuru pia kakaangu hapa kwa kuelezea topic za PCM vizuri sana, na kaka yetu hapa ataendelea kutujuza zaidi na zaidi kuhusu topic nyingi, combination nyingi na topic zinazopatikana kwenye masomo ya kila combination. Ataendelea kutupa habari zaidi. Kwa leo tumeangalia PCM, tumeamua kuchagua PCM. Kwa hiyo tutaendelea PCB, CBG. Utajua topic zote zinazopatikana kule, na after that utaelezewa kuhusu employment opportunities ambazo ni ajira au vitu gani ukishasoma kombi unaweza ukaweza kusomea chuoni, ili uweze kujua kwamba baada ya hapo future yako ikoje. Na ukitaka ujue jinsi gani ni rahisi au how easy, tunataka uendelee kufuatilia channel yetu, uendelee kusubscribe, uendelee kufuatilia kila video tunayotoa. Utakuwa unajifunza kitu, na kuhusu topic mbalimbali ambazo zozote zile unataka kujifunza zitapatikana kwenye hii blog. Kwa hiyo topic yoyote utakayotaka kuisoma utaikuta kwenye blog yetu, na utakuta tumekufundisha, tumekupa maswali, tumekupa notes, everything utavikuta huko. Kwa hiyo ni kazi yako tu ni kuweka MB, kusubscribe na kufuata channel yetu. Kila topic utaipata, utapata shida in A level, na kusoma ndiko kufaulu kwako. Kwa hiyo ukitaka uone jinsi gani A level science is easy, study hard. Bye. Well. Yaani ningekuwa na chai leo ningewapa hawa ndugu zetu waliofika hapa, kwa sababu Egypt Production naona inazidi kuendelea na dada yetu na kaka yetu hapa wanaendelea kufanya mambo mazuri sana, na ni sema tu ni hayo tu, lakini kuna mambo ambayo tutaongelea katika employment
na nitamkaribisha ndugu yangu ambaye muda si mrefu atafika hapa kukueleza kuhusu employment. Okay, now ladies and gentlemen, napenda nimkaribishe ndugu yetu ambaye tulikuwa tunamsubiria tokea mwanzo. Tulisema kwamba leo atakaribishwa, na kama ilivyo kawaida kwenye How Easy, yeye hapo pia ana mchango mkubwa, na kama alivyo na mchango mkubwa, basi nitaomba wale wenzangu ambao huwa tunashirikiana katika video hizi. Nashukuru sana. Albert. Okay, katika hii programu yetu nilikuwa napenda kuongelea somo la biology. Sasa ni somo ambalo ni somo zuri sana, ni somo rahisi sana. Ni somo ambalo sio la kufeli kwa kweli. Na ni somo ambalo lina mchango mkubwa kwa wanafunzi wanaosoma PCB na CBG pamoja na CBN. Somo hili limekuwa lina faida katika maisha yetu na katika maisha ya binadamu. Lakini mimi kwa leo nilikuwa naongea topic ambazo zinapatikana katika somo la PCB. Kwanza kabisa utakapoingia form 5 utakutana na topic kama cytology. Utajifunza upya maana ya cell theories, utajifunza cell walls na vitu vingine. Topic ya pili utakayokutana nayo is chemistry of life, biochemistry. Is different chemical composition that make up your body, that make up a human body. And also even animals. Utajifunza what are animals are composed of. Baada ya kujua hivyo vyote, utakuja kujifunza kitu kinaitwa excretion and osmoregulation. Unajifunza how your body can regulate various temperature in your various environment. Kwamba utajua pia kwa nini viumbe wengine hawezi kuregulate miili yao, na ni nini mechanism gani au ni vitu gani ambavyo Mwenyezi Mungu artist mzuri amewakirimia na ameviweka ndani ya miili yao. Apart from that, katika excretion utajifunza how different metabolic waste products zinavyotoka kwenye mwili wako, na utajifunza how can you prevent your kidney from being damaged. Kwa mfano, wale wanaopenda kunywa pombe, jamani, naomba msikilize kwa makini. Usipende kunywa pombe sana, kwa sababu pombe ina act kama antidiuretic hormone. Akisha kitu kama antidiuretic hormone inaenda kustop inaenda high stimulate ile hypothalamus kule kwenye pituitary. Kwa maana hiyo ile pituitary haisecrete tena ile antidiuretic hormone. Baada ya hapo uta lose kweli maji mengi kwenye mwili wako, na hata utasababisha dehydration of the cell. So alcohol is not important to our body. Kitu kingine, topic nyingine baada ya kujua hiyo baada ya kujua hiyo utakutana na topic kama transport, ambao utajifunza how different materials are moved from one part of the body to another part of the body. Lakini kwa we secondary ulijua kwamba kuna transport inatokea through osmosis, diffusion na active ulipitia tu. Lakini sasa hivi active nakwambia utaenda kusoma mpaka utaelewa. Sema amen. Amen. Aya, topic nyingine kuna hiyo ni ya form 6. Form 5 tutakuwa almost done. Kwa unapoingia form 6 unakutana na genetics pale. Utajifunza jinsi gani, yani variance, yani tulivyo vary, yani jinsi gani, kwa nini kwa mfano kwetu mimi ni mtoto pekee mweupe kwetu na mfupi sana. Sasa wazungu mwanzoni akajiuliza how this will be brought. Au kusoma genetics jamani. Sasa baada mimi kusoma, nikaja nikaelezea kwamba you guys mlikuwa mna genes za weupe na nini. Kwa mlivyo nizaa mimi, kwa mimi nikaja nikawa mweupe. That's why my other siblings they are black and they are tall and I'm white and I'm short. Kwa hiyo hicho tu. Kwa hiyo utaingia kitu topic ambayo inapenda, topic famous topic reproduction. Utajua kwa nini animals, kwa nini living organism, kwa nini they produce, kwamba they produce kwa sababu they want to continue their species. Kwa ukishaelewa kwamba wanahitaji ku continue their species, kwa ndo utajua kwa nini reproduction inatokea, kwa nini
katika living organism. Pia kuna topic nyingine kama ecology na evolution. Kwenye evolution utajua wale the strongest to survive and weak to die. Kwamba hata wenzetu wa Marekani walichukua sana hiyo point, wakasema kwamba ni point strong sana, kwamba those weak species, kwa my friend, hata wewe usiwe weak. Ndio maana unasoma biology. Ndio maana mimi nasoma biology mpaka sasa hivi. I'm not a weak, I'm a superwoman, Okay, utakuja kujua topic nyingine inaitwa ecology. Utajifunza interaction between man and his or her environment. Kwamba utajua jinsi gani ya kutunza mazingira. So tu unakatakata tu miti ovyo. So tu yani unaua wanyama, unaua viumbe hai, hawatunzi viumbe hai, wakati viumbe hai wenyewe wao ndio wanakupa mchango mkubwa wa maisha yako ya wewe kuishi. Sio kama wenzetu bwana, mpaka mende hawaishi kule kwao sababu ya uchafuzi wa viwanda. Kwa sisi kama wana biolojia, kama biolojia wa Afrika, tunayo furaha pekee kujivunia, kwa sababu tutajua kutunza mazingira yetu na viumbe tutakao kuwa tunaishi nao. Na hizo ndo baadhi ya topics ambazo tutakutana nazo, lakini watu wengi wakalamika, eti tukisoma science naona ni daktari tu, naona ni nurse, naona ni walimu tu, hamna kingine. Jamani, wanafunzi wenzangu, tunaenda chuo mwakani. Kazi sio hizo tu jamani, kazi ziko nyingi. Sio tunaishia tu diploma, pharmacy, walimu, labu. Jamani, hizo kazi siku hizi zimekuwa ebwebwe. Msikiliza nyua hapa, sikiliza hizo kazi nyua. Kwanza unaijua hii business management and insurance consultant? Tujui astronomy. Jamani, hii kazi kwa mfano hii astronomy na hela. Yaani unaweza taka ukaenda mwezini ukajua more and more. So tukubaki hapo daktari. So kubaki pharmacy. What for? Tujiongezeni jamani. Kuna biotechnology, ugunduzi wa vitu mbalimbali kama dawa hizi magonjwa. Sasa hivi jamani, wanachuo tarajio tunatakiwa tuendelee jamani, to develop, to extend course zetu ili tuweze kuleta maendeleo katika bara la Afrika. Kana hii biotechnology kwamba tunaweza tukavuna hata samaki wengi nini kutokana na kutengeneza vitu mbalimbali vya kukuza wale samaki, vya kuwasaidia hata tukawa na samaki wengi, hata kutengeneza dawa mbalimbali. Kwa mfano nasikia vitu wamegundua dawa hii hapa kutokana na vifaa mbalimbali, wamekaa chini wakajifunza, wakakaa kufuatilia. Na hiyo ni kazi ya biology jamani. Mungu atupe nini? Kuna IT computer sasa hivi. Jamani, umesikia kuna uwezo katika makompyuta nini? Kwa nini si tusiwe, kwa mfano kuna hizi viruses zinazotokea kwenye kompyuta ili ulipie hela jamani wa Afrika. Tuwapite hata wazungu. Kwa nini sisi tukakaa tukaenda IT tukajua hizo antivirus na kutibu kompyuta zetu, za kuzuia kompyuta zetu? Why not African? Wakati tumesoma science. Science wanaosoma ni tofauti na kwetu. Lasha hata kidogo. Kuna kitu kinaitwa media and marketing. Yaani sisi tunasema kwamba kila siku tunakuwa tunalia hatuna masoko. Kila siku yaani ni uzembe tu jamani. Kuna kazi nyingine hapa, media and marketing. Tatizo kwamba ni watu wamejikita kwamba kazi ni daktari, ufamasia. Jamani, naomba tubadilike vijana. Tuamke tulipolala jamani. Kwa mfano na hiyo medical. Mfano hata kwenye medical kwamba wenzetu wameshakuwa sasa hivi mpaka kufanya operation nini. Sasa hivi jamani, kwetu operation ya moyo ni hospitali moja. Only one hospital inafanya operation ya moyo. Tena ni mwenzetu alitoka huko Ulaya akaja nini? Akainduce ile elimu aliyoipata kule ndo akaileta huku, ndo akaanza sasa na hiyo operation ya moyo. Jamani, wenzetu wanafia India. Wanasafiri, gharama ni kubwa jamani. Kwa nini changamke na sisi tukawa madaktari bingwa, tena nchi zote zikatuangalia sisi Tanzania, sisi youth of Tanzania. Let us be for change jamani. Tumesoma science, tusiwekee mapambo. Tusihangaike na vyeti, tunapita mtaani hatuna kazi tunatafuta, tunahangaika na vyeti.
Jamani, kazi zipo nyingi, hizi ni kazi tosha za kusomea, so tunaenda kujazana huko, hatimaye tunakosa kazi na mlamu Magufuli. Kazi zipo nyingi sana yani. Tuamke jamani. Afu sisi tunakata tunasema mimi nikipata division 2 hata nikiapply medicine sipati, kwa mimi naona sina haja ya kusoma science, bora niende. Nani amekwambia? Kazi ziko tena hapa kwa ajili ya muda. Kazi hapa na kazi kama 42 hivi. Kwa kama kungekuwa na muda, nadhani kipindi kijacho nitawaelewesha zaidi. Nasikia wale don't give up. Kwamba maisha sio tu daktari, sio tu walimu, sio tu nurse, sio tu lab technicians. Kuna hata business. Mbona wengine wamefanikiwa kupitia business? Not only kweli vijana tunakera, tunaboa. Naomba sasa hivi tuwe na mwamko mpya, tunde Tanzania mpya, Tanzania inayoeleweka na Tanzania viwanda. Mechanical engineers siku hizi hatuna Tanzania mechanical engineers. Eti kwa inabidi vijana tuchangamke. Kwa hiyo haya tu ndio alikuwa wenzangu. Jamani, wadogo zetu wapendwa mnaokuja, karibuni sana. Tena someni science, tena someni PCB. PCB is the best combination ever. That is the sweetest combination. Na ukisweat kwenye hiyo combination, I'm sure what you get, what to be, your future will be. Yani future yako itakuwa mteremko hivi. Asante. Basi tunashukuru, nadhani mmesikia kazi za dada yetu hapa. Ndizo hizo ameziorodhesha, na zingine utazikuta kwenye blog yetu ya How Easy, utazikuta zimeorodheshwa pale pamoja na topic. Na kingine nilichokuwa naambia ni kwamba msisahau kufuatilia kila video tutakayokuwa tunatoa, na wakumbusha jamani, kila topic tutaielezea kwa uzuri huko ndani. Kwa hiyo ukitaka tu kujifunza chochote, umeenda topic ya growth, umeenda topic ya chochote imekusumbua, ya physics, ya chemistry, yoyote, usisahau kufuata kwenye hii blog yetu. Utakuta kila kitu kiko kule, tumeexplain vizuri, tumewafundisha vizuri, notes, maswali. Kwa hiyo utakuwa unajifunza, unapata na changamoto. Kwa hiyo chochote kitakacho kusumbua, ukuja tu kwenye blog yetu, utakuta kila kitu kiko vizuri. Kwa hiyo usisahau kufuatilia sana, na utakapo subscribe ndipo utakapoweza kupata kila video ambayo tutakuwa tunaitoa. Kwa hiyo kusubscribe ni kitu cha muhimu sana. Asanteni na kwaherini. Bye. Bye za kutosha zimesemekana nasikia. Na kilichobaki ni wewe kusubscribe. Ukisha subscribe utapata matukio yote muhimu, utaweza kuyapata. Na hatutatoa tu elimu ya darasani, pia tutatoa elimu kama vile ya kompyuta na mambo mbalimbali, jinsi ya kupata vitabu mtandaoni na notes zetu. Pia tutakuelimisha kuhusu blog yetu, jinsi inavyofanya kazi. Tutakuelimisha mambo mengi sana. Ni hayo tu machache, na wameongea kwa muda mrefu sana. Usichoke kutazama, na zinazokuja zitakuwa ni video ambazo hazitamaliza muda sana. Kwa hiyo hii ni ya kwanza, na nina uhakika hichi kinachoenda kwanza kitamaliza vizuri, na na hakika pale tunakoelekea ni pazuri, kwa sababu mimi ni mwanaarts, lakini mambo ya science yamenivutia kwa kweli, na nimejuta sana kuacha hayo mambo ya science. Na sina mengi sana ya kuongea, na naona kama muda umezidi kwenda sana, na nipende tu kukwambia hongera sana kwa kufuatilia hili, na hongera yako kubwa pale utakapo subscribe, like, acha comment hapo chini ili tuweze kuelewa kipi ambacho kinakusumbua. Vile vile usisahau kutembelea blog yetu ambako utakuta mambo mengi sana tumekuwekea pale. Blog nitawapa jina pale video ya pili itakapotoka, na ninafanya maandalizi kuhakikisha kila kitu kinakwenda sawa. Asante sana, subscribe, na niseme tu bye. Unaweza kuacha comment, vile vile uka like. Asante sana, kwaheri.